Kaniki ameamua aende yeye mwenyewe kwa sababu hana la kufanya. Kitu ambacho ameenda hapo kufuata ni masharti, ambapo ameweza kuambiwa kwamba aweze kufa yeye au afuatilie hayo masharti aweze kuyafanyia kazi. Kwa hivyo hapo kitu alichoenda kuchukua kwa mkuu wa chama ni kwenda kuchukua masharti. Je, sasa swali kubwa ambalo huenda ukawa na hamu kuweza kulijua kwamba je, ni masharti gani hayo na ni siri gani ambazo aidha aliwahi kuambiwa kwamba hizo siri ukishazijua basi tayari umeshakwisha kujiunga. Basi nikualike moja kwa moja, kama ni miongoni mwa watu ambao umekuwa ukifuatilia tamthilia hii, aidha ukawa na maswali mengi sana, au ukawa kuna kitu ambacho ukipenyi, au kuna kitu ambacho aidha kwa upande wako unakiona kipo sawa, basi sehemu pekee pa kuweza kudondosha maoni yako hapo chini ni sehemu ya comment. Dondosha maoni yako hapo chini, halafu maoni yako yatachukuliwa moja kwa moja. Halafu kingine pia, aidha kama kutukua kuna sababu za msingi ambazo aidha unafahamu au unahitaji kuweza kujua, aidha kwa mfano kwa nini nachelewesha au kipi au kingine zaidi, unaweza kudondosha maoni yako hapo chini. Kitu cha msingi ni kwamba hakikisha unaonyesha upendo wako kwa kubonyeza neno subscribe, ikiwa ni support kubwa sana, ikiwa ni miongoni mwa watu ambao umekuwa ukifuatilia vizuri kabisa na ukipenda. Hii ni sehemu pekee ambapo huwa tunakutana kuweza kutazama uchambuzi kwa kina. Hapa tunatazama uchambuzi. Hapa ni sehemu ambapo huwa unatazama uchambuzi. Mensen ni kukaribisha moja kwa moja. Karibu. Sasa tumeweza kuona namna gani ambavyo Kaniki alivyoweza kukimbia huko kwa mkuu wa chama uweze kufuatilia. Kichompeleka hapo ni kuweza kufuata maelekezo ambayo aliambiwa na Matola kwamba aende akachukue masharti. Sasa je, hayo ni masharti gani? Nitakwambia kitu ya msingi ni kwamba kabla nilivyokujuza, tulia hivyo hivyo nisikilize kwa makini, huku ukiwa umeshakwisha kubunyiza neno subscribe. Sasa tukianza mazoni kabisa, tulikuwa tunaona kwamba Kambevu alikuwa kiota ndoto, japo baada ya pale alikwenda kumsimulia rafiki yake, akaweza kuambiwa kwamba ile ndoto ni kama kumeanza kukucha, aidha jambo jipya au jambo jema aidha linakwenda kutokea. Kitu ambacho aidha kwa namna moja au nyingine, kama mnavyojua, yule mwamba ni mzee wa kucheka sana, anapenda kucheka kinumanuma, na kicheko chake mimi kwa upande wangu wanaona ni cheke pekee sana pale anapoanza na kusema huaga nauma sana. Sasa kariganisho hiyo ambayo ameweza kupewa maelekezo kwa mbavu milie, lakini upande wa pili pia kwa pasta inaonyesha bado kabisa hataki kabisa kuweza kujiongeza, na basi nzuri kaweza kuambiwa maneno ya Mungu ambayo kidogo imempa nguvu, hasa akiweza kuambiwa kwamba mke wake kidogo anaweza kawa na changamoto na nini. Haya mambo ya majaribu. Basi hivyo ndivyo ilivyo. Sasa je, itakuwaje mwisho wa siku? Kumbuka lengo zima ni kuweza kuonyesha namna gani ambavyo watumishi wa Mungu wanavyokuwa na misimamo, lakini pesa bado inakuwa inasimama, lakini pesa inakuwa ni changamoto sana. Pesa inawafanya watu ishi maisha ambayo hayo kwao. Na hii ni kitu ambacho kama ni miongoni mwa watu ambao umekuwa ukitazama tamthilia hii, kama ujifunzi kitu basi uende ukawa ujui kabisa. Ukweli ni kwamba kinachoigizwa humu ndani ndio halisia. Kwa mfano unakuta kuna watu ni mabosi, lakini kiukweli na ukahalisia hawapati muda kabisa wa kuweza kusherekea pesa zao, kwa sababu aidha kwa namna moja au nyingine pesa zao hiyo zimekuwa kizipata kwa njia ambayo ni ya mateso sana. Aidha wale watu ambao wanawapatia pesa wanaipata kwa manunguniko makubwa sana, kitu ambacho kifupi kinawafanya hata wasiweze kuwa na amani, wasipate usingizi mzuri kama ule ambao mtu ambaye hana pesa, hana maisha mazuri, anakuwa na upata. Japo hii ni tofauti. Kuna watu wenye pesa zao lakini wanazipata kwa njia halali na wanalala vizuri, lakini kwa upande mwingine unakuta wengine wenye pesa lakini shida kidogo. Kama una ushuhuda wowote unaweza kutujuza hapo kwenye comment. Lakini pia kama nilivyokujuza, kama unatamani tamthilia hii iweze kuongezwa muda, lakini pia kama unatamani tamthilia hii iweze kuwa miongoni mwa tamthilia ambayo aidha itakuwa namba moja kabisa katika zile pendwa kabisa, basi usisite kudondosha maoni yako hapo chini. Kwa upande wako ni kipi ambacho anakiona? Sasa tunaendelea huku nikikufahamisha pia hali ambayo inakuja kutokea. Kaniki anakwenda kuchukua masharti. Matola kwa nini alimfuata nyumbani? Matola alimfuata nyumbani kwa sababu amekuwa ni kama sasa hataki, na kitu ambacho aidha kwa badilika uzuri ni kwamba Kaniki bado hajamwambia mke wake, kitu ambacho aidha namba moja au namba mbili inaweza ikasababisha mambo mengi kulikweli, hasa pale ambapo watakapopata pesa halafu asimwambie kwamba ni namna gani ambavyo hizo pesa zinapatikana, kitu ambacho kinaweza kikaleta shida baadaye na kikasababisha mgongano wa kifamilia na mambo yakawa mengi kulikweli ambayo ni ya kitofauti zaidi, kitu ambacho aidha inachokwenda kutokea.
Sasa Matola akamwambia ndo hivyo, lakini pia kumbuka kuna mambo mengi kulikweli. Tumeweza kuona jinsi namna gani kizuizio Kilizo amekuwa ni mtu ambaye hana amani kwa sasa, ana stress nyingi, ana mawazo mengi sana kwa sababu ya T ambayo ameweza kumwachana naye. Kumbuka walikuwa wanapendana sana, na jinsi ambavyo walivyokuwa wanapendana, hii imeweza kupelekea namna gani ambavyo kwa sasa ana mawazo sana. Lakini kama angefahamu huyu binti, kama huyu mpenzi wake Matola ni mtu ambaye ni hatari zaidi, basi ni bora angeachana naye kabisa. Sema ndio vile unakuwa hujui, na hii ipo hasa kwenye maisha ambayo tunaishi kihalisia. Unakuta mwanadada anakutana tu na mwanamume ana pesa zake, wanaachana na mpenzi wake ambaye walikuwa wanapambana, anamwacha kwa sababu hana pesa, lakini anaenda kule amejikuta kwa mbaba ambaye alienda naye ana ukiumi. Mwisho wa siku anaanza kujuta. Bora walao hata angebakiwa tu kwa ule mwanamume ambaye walikuwa naye. Hicho ndicho kitu ambacho kinabidi uweze kupitia hiki, uweze kujifunza kwamba tamasi zote sio kitu kizuri. Bora uishi maisha yako ambayo aidha unaamini na kuyakubali, japo kuwa kuna tamaa nzuri, lakini kuna tamaa mbaya. Tamaa nzuri ni zile ambazo unakuwa unatamani kuweza kufanikiwa, kupata kazi, kufanya kazi ambazo aidha hasa uongeze ujuzi kwenye kazi zako ili usiudii uweze kupata pesa zaidi kwa malengo mazima ya kuweza kufanikiwa. Sasa hapo ndipo ambapo ni pazuri zaidi kuliko namna ambavyo hivi ilivyo sasa. Chuo chingine pia ambayo tumeweza kuiona ni upande wa Mgaya. Mgaya Baka kaandaa plani yake ambayo aidha kwa namna moja au nyingine anaikubali, na hii plani kidogo itaenda kumletea shida sana, itamsumbua sana kinuma, itamsumbua sana. Kwa sababu gani? Kwa sababu kumbuka muda ni mchache sana ambao amepewa, na ukizingatia kwamba process za kuanza kuoa kufanyi nje, na issue ni kwamba anataka kuharakisha ndoa, halafu anataka pia pindi tu watakapooana siku ya kwanza kabisa, basi hakikisha nampa mimba, kitu ambacho kitakwenda kufeli. Mambo yatakuwa ni mengi ulikweli, kitu ambacho kitaleta wasiwasi mkubwa sana kwa huu binti, apate wasiwasi na kujua kwamba kwa nini huwa anafanya hivi, kuna nini ambacho kipo nyuma hapa zia. Lakini kumbuka kila siku amekuwa akikumbushwa sana Mgaya kuhusiana na namna ambavyo siku zake zinavyokimbia. Tunapomalizia katika sini ya mwisho ambayo hapa sana ya kufahamisha kwamba Matola amekuja kukaa na masharti gani anayokuja kupewa. Masharti anayokuja kupewa ni kuweza kumuua mtoto wake. Kama hana mtoto, basi ndugu zake aweze kuwaua, kitu ambacho kitamletea shida sana. Kwa hivyo process inakuja hapa, mianze sasa kufanya mpango aweze kupata mtoto. Lakini tusisahau kwamba kuna mwisho, kuna mambo mengi kulikweli ambayo yapo hasa kwa upande wa Crown Velvet, ambaye na yeye pia bado hajatimizia sharti lake ambaye aliloweza kupewa, japo kuwa bado upo kwenye harakati za kuweza kupambana, kitu ambacho kwa namna moja au nyingine inaweza kikawa ni kigumu sana hasa kwa upande wake. Basi nambo endelea kuenjoy, lakini pia hakikisha unaanzishia sababu, usiache kudondosha maumivu yako hapo chini. Kama unaikubali na kuipenda tamthilia hii, basi tukutane ndani ya saa mingine. Asante kwa kuwa na mimi. Kaniki ameamua aende yeye mwenyewe kwa sababu hana la kufanya. Kitu ambacho ameenda hapo kufuata ni masharti, ambapo ameweza kuambiwa na Matola kwamba mawili tu, kwamba aweze kufa yeye au afuatilie haya masharti aweze kuyafanyia kazi. Kwa hivyo hapo kitu alichoenda kuchukua kwa mkuu wa chama ni kwenda kuchukua masharti. Je, sasa swali kubwa ambalo huenda ukawa na hamu kuweza kulijua kwamba je, ni masharti gani hayo na ni siri gani ambazo aidha aliwahi kuambiwa kwamba hizo siri ukishazijua basi tayari umeshakwisha kujiunga. Basi ni kualike moja kwa moja, kama ni miongoni mwa watu ambao umekuwa ukifuatilia tamthilia hii, aidha ukawa na maswali mengi sana, au kama kuna kitu ambacho ukipendi, au kuna kitu ambacho aidha kwa upande wako unakiona kipo sawa, basi sehemu pekee pa kuweza kudondosha maoni yako hapo chini ni sehemu ya comment. Dondosha maoni yako hapo chini, halafu maoni yako yatachukuliwa moja kwa moja. Halafu kingine pia, aidha kama kutukua kuna sababu za msingi ambazo aidha unafahamu au unahitaji kuweza kujua, aidha kwa mfano kwa nini inachelewesha au kipi au kingine zaidi, unaweza kudondosha maoni yako hapo chini. Kitu cha msingi ni kwamba hakikisha unaonyesha upendo wako kwa kubonyeza neno subscribe, ikiwa ni support kubwa sana, ikiwa ni miongoni mwa watu ambao umekuwa ukifuatilia vizuri kabisa na ukipenda. Hapa tunatazama uchambuzi. Hapa ni sehemu ambapo huwa unatazama uchambuzi men. Ni kukaribishe moja kwa moja. Karibu. Sasa tumeweza kuona namna gani ambavyo Kaniki alivyoweza kukimbia huko kwa mkuu wa chama huweza kufuatilia. Kichompeleka hapo ni kuweza kufuata maelekezo ambayo aliambiwa na Matola kwamba aende akachukue masharti. Sasa je, hayo ni masharti gani? Nitakwambia kitu ya msingi ni kwamba kabla nilivyokujuza, tulia hivyo nisikilize kwa makini, huku ukiwa umeshakwisha kubunyiza neno subscribe. Sasa tukianza mazoni kanisa, tulikuwa tunaona kwamba Kambevu alikuwa akiota ndoto, japo baada ya pale alikwenda kumsimulia rafiki yake, akaweza kuambiwa kwamba ile ndoto ni kama kumeanza kukucha,
Aidha jambo jipya au jambo jema, aidha linakwenda kutokea. Kitu ambacho aidha kwa namna moja au nyingine, kama mnavyojua, yule mwamba ni mzee wa kucheka sana. Anapenda kucheka kinumanuma, na nina kicheko chake mimi kwa upande wangu wanaona ni cheke pekee sana. Pale anapoanza na kusema haha, waga nauma sana. Sasa kariganisho hiyo ambayo imeweza kutoa maelekezo kwamba vumilie, lakini upande wa pili pia kwa pasta inaonyesha bado kabisa hataki kabisa kuweza kujiingeza, na basi nzuri kaweza kuambiwa maneno ya Mungu ambayo kidogo imempa nguvu, hasa akiweza kuambiwa kwamba mke wake kidogo anaweza kawa na changamoto na nini na nini. Haya mambo ya majaribu. Basi hivyo ndivyo ilivyo. Sasa je, itakuwaje mwisho wa siku? Kumbuka lengo zima ni kuweza kuonyesha namna gani ambavyo watumishi wa Mungu wanavyokuwa na misimamo, lakini pesa bado inakuwa inasimama, lakini pesa inakuwa ni changamoto sana. Pesa inawafanya watu ishi maisha ambayo hayo kwao, na hii ni kitu ambacho kama ni miongoni mwa watu ambao umekuwa ukitazama tamthilia hii, kama ujifunzi kitu basi uende ukawa ujui kabisa. Ukweli ni kwamba kinachoigizwa humu ndani ndiyo halisia. If you find any error in material provided, please take a minute to tell us about it. We will resolve it at the earliest. For copyright issues, we try our best to verify the ownership of content with the contributor. If you think your material is wrongly used, or if it's a violation of copyright, please take a minute to tell us about it. We will resolve it at the earliest. Note: this is not an original video or episode. It is just analysis and review of some episodes in our series. This video doesn't aim to distort you or deceive anybody to believe that this is original episode. So our aim is to analyze on some parts of the previous episode and give predictions on what is going to happen on the next episodes. We consider YouTube community rules. In case you want to see original video, visit mentioned channel below. Copyright use disclaimer. This video is for entertainment purposes only. Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, commentary, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use. Note: we make videos to influence people to watch original movies which are truly hidden gems to entertain people. For the explanation, we have used most of the video clips from the movie for better understanding. For video clips, all credits go to the movie owners. Disclaimer: any footage in this video has only been used to communicate a message understandable to the audience. According to my knowledge, it's fair use under the reviews and commentary section. We don't plan to violate anyone's rights. Our video is not aiming to distort the original video.